Sema ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu mshindi. Amerudisha amani Yesu, amerudisha upendo Yesu, amerudisha amani Yesu, amerudisha upendo Yesu. Oh, ni Bwana Yesu, Yesu. Oh, ni Bwana Yesu, Yesu. Sema ni Bwana, Bwana Yesu. Oh, ni Bwana Yesu. Sema ni Bwana. Oh, ni Bwana, ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusoma neno la Mungu. Alafu hii agenda, kwa sababu ni agenda ya ushindi. Na Biblia inasema ile miaka iliyo na nzige itarudishwa. Nafikiri ndio kwa wale wanaosoma mabango hapa unaelewa kabisa. Kule neno la mwisho linasema urejesho. Kile kwa maana hiyo kilikuwepo ila kikaondolewa. Sasa kinarejeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni roho ya maombi inarejeshwa. Kama ni roho ya kumpenda Mungu inarejeshwa. Uchaji unarejeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu kubwa ya mahali hapa tulipo. Hapa tupo sio kwa sababu tumekuja kuonyesha show. Yaani sisi hata kama wengine wote watasema mimi nimechoka, wewe binafsi unasema Mungu, mimi niko tayari kurejesha. Nitarejesha hata kwa neno moja tu la kusema Yesu ponya, Yesu fungua, kitarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya agenda ya, maana lengo kubwa la ibada hii ni watoto ufalme wa Mungu uwe sehemu yao, na maisha yao yote yazungukwe na ufalme wa Mungu. Watu wengi sana wanapozungumza habari za ufalme wa Mungu wanafikiri ni kama vile anatakiwa yani rais aondoke alafu ufalme wa Mungu uwepo. Hapana. Mungu anapozungumza habari ya ufalme wake anataka ufalme uwepo, wakiwepo na watu hao ambao ni wafalme. Maana akamwambia Nebukadreza, ninajua hauniheshimu, haunitii, lakini mpaka utakapojua mimi ndio ninayetawala utakula majani. Kwa hiyo Mungu anataka wakiwa wanatawala lakini wajue yeye Mungu ndio mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo basi Mungu ametupa huu mstari wa kitabu cha Mathayo 19:14 kwamba wacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa nini Mungu anazungumza habari za watoto? Kwa sababu watoto unaweza ukawalisha kitu chochote. Ndio maana nasema waacheni kwanza, msiwasemeshe chochote. Msiwazuie. Waacheni waende kwa Mungu wakawalishe yeye. Wewe unaweza kumlisha kwamba unajua babako ni mkorofi, babako ni mkali, mamako ni mkali. Si unajua baba na mama. Bwana asifiwe. Unakuta tu mama au baba anavutia upande wake anasema, unajua mama yako huyo, mimi huwa nampaga hela nyingi za chakula lakini anakupikia mboga za majani. Huwa anatoa hela ya nyama. Anatafuta yeye ukaribu. Mungu anasema acheni nyie kuongea. Waje huku mimi nitaongea nao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wacheni watoto wadogo waje kwangu. Sisi tusiwazuie ili kusudi Mungu aongee nao. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo kubwa la muda huu tunaokwenda kuomba ni kutaka kuzuia na kuomba Mungu wa rehemu ile hali ambayo imesababisha watoto wengi wamesikia mambo mengi, wamekula vitu ambavyo hawakupaswa kula. Natumia lugha kubwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema nafsi ya mtu inakula kwa mambo mangapi? Inakula kwa njia ngapi? 2. Nafsi ya mtu inakula kwa kusikia na kuona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi wanasema wazazi wanawalisha watoto chakula ambacho hawapaswi kulishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisome kwanza neno la Mungu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2. Mwanzo mlango wa 2. Nitasoma mstari wa 24 alafu nitaenda kusoma mstari wa 23. Mwanzo 2:24 nitasoma mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasoma katika jina la Yesu. Anasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 23. Sasa nataka turudi tu mstari wa 23. Anasema, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tupite kidogo alafu tuende kuomba. Mistari hii
tulipoanza kwamba anasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Kwa hiyo nashangaa siku hizi imebadilika. Mwanaume utakuta anamwambia mwanamke nenda kwenu. Kwao wapi mwanamke? Wewe ndio uende kwako, wewe uende kwenu mwanaume, kwa sababu wewe umetoka umemwacha baba yako na mama yako. Ndio Biblia inavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Usimfukuze mwanamke kwamba nenda kwenu, nitakufukuza wapi kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Biblia inazungumza neno hili ni kama vile hiki Kiswahili cha saizi tunachokitumia, Biblia ilikuwa imeandika miaka mingi, lakini ndio sasa tunatumia. Kwa sababu baba muda mwingi yuko njiani. Muda wote, hata akijenga nyumba utasikia ngoja tumuulize mama anataka rangi gani. Kwa sababu nyumba sio ya kwake baba. Bwana asifiwe. Au utasikia tuweke taa gani. Anataka kumuuliza mama kwa sababu ndio mwenye nyumba. Sio mwenye nyumba kwa sababu anashinda nyumbani. Yeye ndio mwenye nyumba. Yeye anajua kikombe kiko wapi, yeye anajua glasi liko wapi. Anajua kijiko huwa kinakaa wapi. Kwa hiyo yeye ndio mwenye nyumba. Kwa hiyo unapomwambia ondoka nenda kwenu wakati nyumba wewe hujui, utavuruga vitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposoma hii mistari, ili jambo Mungu alikuwa anataka kujua kwamba thamani ya mwanamke kwenye familia, yeye ndo anabeba dhamana ya mume aondoke au abaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, kwa nini tunasoma mistari? Tunataka tuangalie watoto wanaposikiliza kelele ya baba na mama, wakati baba anasema ondoka nenda kwenu na mama anasema isiendi. Watoto wanasikiliza hapo hapo, wanakula hicho chakula, na kimeleta madhara kwenye maisha ya watoto muda mwingi sana. Vitu vingi ambavyo havikupaswa kusikia, kuna mambo ambayo hawakupaswa kuona. Mimi huwa mara nyingi nasema baba na mama wakiokoka mpaka vikombe huwa vinaokoka nyumbani. Si unajua? Wangapi wanajua mpaka vikombe vinaokoka, mpaka sahani inaokoka? Watu hawajui. Mpaka kiti kinaokoka. Ngoja niseme hivi. Kwa nini baba na mama wakiokoka mpaka vyombo vya ndani vinaokoka? Wasipookoka, ukitokea ugomvi, stuli itahusika kumpiga mama, maana yake haijaokoka. Bwana asifiwe. Lakini wakiokoka, stuli itakuwa ni ya kukalia, sio ya kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Mnanipata vizuri? Kitu chochote ambacho unakitumia wewe, kama umeokoka na chenye kinaokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, na maneno yetu tunapoyatoa, tukiyatoa vibaya, watoto wanayapokea, na Biblia inasema hivi, kwenye kinywa chako kuna mambo haya mawili. Kuna mauti na uzima. Kwa hiyo sio mauti kwa sababu wewe umesema. Unaweza ukasema neno kwamba watoto kwanza basi tumii, si kwa nini nimezaa na wewe, bahati mbaya tu, tayari umeshaua. Lakini umesema kwa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wakasikia roho ya mauti ikaingia ndani yake. Miaka fulani tulipokuwa kwenye semina Moshi, alikuja dada mmoja akasema, mtumishi, naomba maombi. Alikuja na mtoto wa kiume kwa kama na miaka 4. Akasema mtoto anaitwa Dani, lakini mtoto ananipiga kila siku, ananing'ata, ananivuta nywele, yuko tayari kunichoma. Yaani anaweza kashikata moto akamrushia mama yake. Anasema tangu amezaliwa ni vita, mimi na huyu mtoto miaka 4 yote hii ni vita. Anambia, unaona moto humu, hizi kucha zote, angalia moto anavyoning'ata. Nikasema Mungu nisaidie. Mungu akaniambia, hebu muulize ana watoto wangapi. Nikamuuliza una watoto wangapi? Akasema ninao 3. Huyu ni 3. Una watoto wa kiume na wa kike? Akasema watoto wote wa kiume. Akasema tuanzie hapo hapo. Mtoto huyu wakati anazaliwa mlikuwa mnatarajia kupata mtoto wa kike. Kwa hiyo mkasema sisi kumbe amezaliwa mwanaume tena. Akasema ni kweli. Baba yake alipokuja hospitali akauliza amejifungua mtoto gani? Akasema nenda kamwangalie mtoto gani? Nikamwambia wa kiume. Akasema umeniletea jambazi tena. Kwa mtoto ameanza ujambazi mapema, kumng'ata mama yake, kupiga. Amesema umeniletea jambazi tena. Nikamwambia yule mama, nikamwambia Dani njoo. Nikimwita anakuja. Kwa mama yake hataki. Nikamwambia tupige magoti, tukapiga magoti. Nikamwambia sasa umuombe msamaha huyu mtoto, kwamba baba alisema maneno na wewe uliingia kwenye huo mtego. Akaomba msamaha, na mimi nikawa naomba msamaha pale. Tulipomaliza tu, katoto kakaanza kulia, kaenda kumkumbatia mama yake. Kakalia machozi ya kutosha. Maana yake ile roho iliyoingilia kati, iliyowatenganisha, iliondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mangapi ambayo tumeachilia kwenye maisha yetu, ambayo watoto wetu wamekula. Hata kama sio watoto wetu, hata watoto tu ambao tunawakutana nao kwenye maisha mengine tu ya kawaida, au kwenye shughuli mbalimbali, unakutana na mtoto anasema huyu mtoto naye anaomba. Kwani wazazi wake wako wapi? Kwa hiyo
maneno mengi tunayoachilia. Ni kweli tunataka kibibilia, sio kila mahali utatoa sadaka, lakini basi tuzuie vinywa vyetu visiseme neno ili vikaachilia laana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunataka tuombe kwa ajili ya watoto wote ambao wamesikia kila ambacho kimeenda kuharibu nafsi zao, kimeweka hali ya hatari. Kwa mfano, huyu mtoto tayari alishaanza kuambiwa ni jambazi. Kwa alianza ujambazi mapema. Anasema babake alikuwa akifika, akisikia tu babake anakuja anaingia chini ya uvungu. Kwa hiyo ikabidi mama amhamishe mtoto chumba kwa sababu hawezi kulala na babake. Mtoto ana hasira. Kwa nini? Amesikia vitu ambavyo sio sawa. Na kwa nini tumesoma mistari ya baba na mama? Mwanaume atamwacha mama yake na baba yake wataambatana. Nataka nikwambie kwamba maana yake watu wa nyumbani kwako hawahusiki. Baba na mama hawahusiki. Ni wewe na mwenzako. Chochote mtakachokiamua saa ile, kibibilia kinaingizwa kwenye faili, sio kwa sababu wewe nitaenda kusema kwa mama. Yaani wewe unakuwa sehemu ya kutengeneza ufalme wa Mungu wakati ule. Chochote ambacho unachokisema. Na ndio maana Adamu akasema, basi huyu atakuwa mfupa katika mifupa yangu, atakuwa nyama. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kwamba kile ambacho Mungu amekiunganisha, neno lolote litakalosemwa kitapenya tu. Niliongea na dada mmoja, nikamuuliza, kwa nini unataka kuolewa? Akasema umri umeenda, alafu nataka niwe na familia. Alafu Mungu akaniambia, mimi siangalii umri, alafu watoto sio wako wake, ni wa kwangu. Mnanipata vizuri? Bwana asifiwe. Wangapi ambao wanaamini watoto ni wa kwako? Kuna mtu ambaye ana mtoto amefika miaka 30 au 25, uko naye nyumbani? Wale ambao hawako nyumbani, watoto wao yani amefika umri wake wa kwenda kujitegemea, hayupo nyumbani, maana yake sio wa kwako, anaenda kwa ana maisha ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Pale anapita tu. Kwa hiyo kama anapita, kuna vitu ambavyo unaweza ukamlisha akaenda kulisha tena familia nyingine, na akaenda kuambukiza katikati ya kizazi cha kwake, akaachilia ndani yake vitu vigumu. Siku moja dada mmoja akaniambia, nataka kuolewa, umri umesogea. Nikamwambia, sikiliza, kwanza anza kufikiri kama mke mtarajiwa. Akasema, nifikiri vipi? Nikamwambia, kwani wewe uangalie watu ambao wameolewa wanavaije, wanaongeaje, wanashinda wapi? Akaniambia, mbona kazi? Nikamwambia, ndio ndoa inavyokuwa, maana yake lazima uanze mazoezi saa hizi. Kwa walipoanza mazoezi wiki moja, baada ya kama miezi mitatu ananipigia simu, nimepata mchumba. Wanaishi saa hizi, wana watoto wengi tu. Bwana asifiwe. Wana watoto wengi, sio uzao wengi, yani amezaa mapacha. Bwana Yesu asifiwe. Na bahati akaniambia, akasema, nitamuita mtoto jina la kwako Pacha, kwa sababu mimi ni mapacha. Bwana asifiwe. Akasema nitamuita mtoto amezaa wa kiume Peter na Paul, huyu nitamuita Paul. Kila siku ananiambia, wewe mwanangu, lakini nimwambia badili kwanza. Kuna vitu vingi sisi tunavyo, tunapotaka kuviachilia, tunataka kuachilia kwa watu wengine, lakini sisi ndani yetu havipo, na vingine vina madhara, unavitoa tu. Mtu mwingine anasema, mtoto wa namna hii sitaki kabisa. Sitaki kabisa kulea mtoto kama huyu. Sitaki. Kama ni mtoto wa kwangu, bora Mungu asinipe. Tayari umeshaingiza kuzuia mtoto asizaliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya jambo hili ambalo limeingia, limegusa fahamu za watoto. Watoto wengi wana mambo mengi wangekuwa wanaweza kusema. Nafikiri kuna vitu vingi sana ambavyo wangesema hivi hawavitaki. Na ndio maana Mungu anasema, basi waacheni, acha waje waongee kwangu. Wakija kuongea kwangu, nitawasaidia kupunguza hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa nafasi hii kwamba sisi tuwaachilie watoto waende kwake. Kwa tunapoomba maombi ya toba au tunapoomba Mungu awafungue, ni kama Mungu tunakukabidhi. Sisi hatuwezi kuwatunza, sisi hatuwezi kuwalea vile ipasavyo. Wewe unaweza kuwalea vile ipasavyo. Wewe unaweza kuingiza kitu ambacho unataka kiwepo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Labda niwakumbushe pia wazazi ambao wanakuta mtoto mdogo anasema, unataka kuwa nani? Mimi nataka kuwa engineer. Alafu anafika miaka 20 anambia, badilisha. Tayari mtoto alishatamka huko ndani. Kwa wanaanza kushindana, mtoto anashindana huko ndani. Anashindana kwenye masomo, akija kuingia kazini amemaliza hicho kitu alichosomea lakini hajapata kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu alipokitamka. Kumbuka, mtoto akiachilia neno huwa linakuaga na nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutakwenda kuomba toba kwa ajili ya jambo hili. Mungu aponye, aondoe hayo machungu, aondoe hivyo vitu ambavyo wamevisikia. Lakini pia Mungu atengeneze roho ya upatanisho kati ya baba na mama,
na baba na mama kama wana jambo lao wasiliongelee mbele ya watoto, wakaliongelee mahali pengine. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si inawezekana wakiongelea pembeni, hata kama limekuwa baya, watavutana huko shati, watavutana, litatengenezwa, lakini hakuna mtu atakayeathirika mwingine. Mungu ataachilia uponyaji ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka wao wakiongea katikati ya mtoto, hata wakitubu, ile roho bado iko pale nyumbani, kwa sababu mtoto yuko hapo nyumbani. Hata mkitubu kwamba Mungu tumetubu, ugomvi hautakuwepo tena, lakini ile roho imeingia ndani ya mtoto na mtoto yuko mahali pale pale. Kuna siku shetani atasema nasubiri ile sadaka ya ugomvi, ataishitua kutoka ndani ya mtoto. Mle ndani itashtuka, itakuja tena kufanya. Kwa nini? Kwa sababu tulipoachilia ikabaki ndani ya vile vitu vilivyosikia. Siku moja nilikuwa naongea na watu kwamba maneno ya kuandika yana mashahidi wawili, lakini maneno ya kutamka yana mashahidi wengi sana. Kila kitu kinasikia, kila kitu, carpet, kila kitu, viti vitasikia. Kwa hiyo sio vizuri kutamka kila neno ambalo lina madhara, kwa sababu mashahidi watakuwa wengi. Amen. Basi tutakwenda kuomba. Naomba usimame mtu wa Mungu. Haleluya. Toa kila kitu. Tunapoimba wimbo huu yote namtolea Yesu. Hata kama kuna maneno uliwahi kuyasema au kuyasikia. Kuna wengine waliwahi kusikia wakiwa wadogo, bado wanayo maneno yanawasumbua ndani yao. Yesu na pamoyo wangu nitampenda siku zote na mwandama kila saa. Hebu tuimbe yote. Yote namtolea Yesu na mpa moyo wangu. Nitampenda siku zote na mwandama ishara kwamba hata wale watoto ambao unawafahamu au umesikia waliwahi kusemea maneno magumu, kwamba Mungu, na mimi ninasalenda kwa ajili ya maneno ambayo niliwahi kuyasema au niliwahi kuyasikia kwa watoto au kwa mahali popote ambapo yaliposemwa. Sema, Bwana Yesu, nimekuja tena katika nafasi yangu ya kikuhani. Mimi ni kuhani na ninasimama katika zamu yangu
ninaomba unipe neema ya kuwa zamu ya kuomba kwa ajili ya watoto, sawa sawa na neno lako katika kitabu cha Waebrania ule mlango wa 5 umezungumza mstari wa 21 kwamba ikiwa mtu wa kwenu amepatikana na magumu na aombe, na kama hawezi basi awaite wazee wapate kumpaka mafuta na kumwombea. Na Biblia inasema na kuomba kwake yule mwenye haki atakapoomba, Mungu atasikia yale maombi. Mungu, ninaomba, ninapoomba kwa ajili ya watoto, uyapokee maombi. Hata kama watoto wanashindwa kusema, lakini mimi nimejua kwamba yako mambo magumu ndani yao, yamegusa mioyo yao. Mengine wameyasikia nyumbani, mengine wameyasikia shuleni, mengine wamesikia kwa majirani, mengine wamesikia. Mimi mwenyewe nikitamka, ninasogea mbele zako, ninatubu kwa damu yako Yesu, kwa kila neno lililoachiliwa na likagusa nafsi ya mtoto na likaweka uchungu, likaweka madhara. Ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Yesu, nipe neema ya kuingia patakatifu kwa damu yako, ili niachilie toba kwa ajili ya watoto walioumia, waliopata shida, walioathirika kwa sababu ya maneno mahali popote yalipoachiliwa. Nimesimama kama kuhani, nimesimama katika nafasi ya kikuhani. Mimi ni kuhani, ninaomba toba. Mungu, usamehe maneno yoyote yaliyoachiliwa mahali popote yalipoachiliwa yakaleta madhara. Ikiwa Mungu yameharibu future ya watoto, Mungu ninaomba unisamehe. Ninatubu kwa ajili ya watoto wote wa Tanzania, hata walioko nje ya nchi. Mungu, ninatubu kwa damu ya Yesu, na ninasimama katika nafasi yangu ya kikuhani. Yapokee maombi yangu, sikia maombi yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, maombi haya yakafike katika kiti cha rehema, yakawe manukato katika kiti cha rehema. Mungu, unapopokea maombi haya, Bwana ukaangalie kwamba Mungu, tuna kiu ya watoto kufunguliwa na kuwa na uhuru katika mambo yote waliosikia, maneno yote waliosemewa. Mungu, ninatubu katika damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu, natubu kwa damu ya Yesu, natubu kwa damu ya Yesu. Kila neno lileta madhara ndani ya mtoto, likaharibu mpango wake, likaharibu kiu ya kusoma, likaharibu kiu ya kumwabudu Mungu. Mungu, ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Na sawasawa na neno lako katika kitabu cha Mathayo mlango wa 19 mstari wa 14 umesema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Na mimi Mungu ninaomba, ninawaleta watoto. Mungu, sitawazuia. Maneno yoyote yaliyowazuia watoto wasije kwako, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Yaliyoanguka katika ardhi, katika anga, katika njia panda, round about, kwenye miti, kwenye miamba, kwenye mito, ninaachilia damu ya Yesu ikafute kila maneno yaliyoachilia maumivu, machungu, mateso kwa watoto. Ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kila neno linalozuia watoto wasije kwako, ninalifuta kwa damu ya Yesu. Mungu, ukasikie maombi haya. Baba, ukasikie maombi haya. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Achilia damu ya Yesu. Rabo saka karamasiki, rakapa saka karamasiki, ribo saka karamasiki, rekekebo saka ramashandala, rabo shenderiabo, rabasaka karamasibi, repo saka karamashindiriabo, rakamo sekekeriabo, karabashandarabasibi. Kila neno lililoanguka katika ardhi likaleta madhara watoto walipopita, walipocheza, Mungu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Kila wazo lililoachiliwa katika ardhi, Bwana, likaleta mateso, likaleta maumivu, likaleta uchungu, likaleta kukata tamaa, Mungu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Rabo shandarabasiki, rakabo saka. Ninatubu kwa ajili ya familia, wazazi, baba na mama,
walipoachilia maneno mazito, watoto wakasikia, wakaumia, wakajisikia vibaya. Rakabo shenderiabo rabasaka karabo shekekeria basaka rabo shenderia basaka. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikahusike kila neno lililoachiliwa mahali popote Bwana, lilileta madhara kwa watoto. Hata kama Bwana limeachilia mbegu mbaya, mbegu ya uchungu, mbegu ya hasira, mbegu ya kisasi, ninatubu kwa damu ya Yesu. Rabo shandara basiki. Endelea kuomba toba. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Achilia toba. Maombi haya yanafika katika kiti cha rehema. Yanafika. Endelea kuomba toba. Rabo sheteria masaka. Rakabo shenderia bosaka. Rabasaka karabasi. Familia zote ambazo Bwana zimetengeneza magomvi yakahamia ndani ya mioyo ya watoto, ndani ya fahamu za watoto, nafsi zao zikaharibika, uchungu, hasira, risasi, wakawachukia wazazi, wakamchukia mama, wakamchukia baba. Ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Wakati mwingine Bwana, ile haki ya baba na mama inaleta madhara kwa watoto Bwana. Rabashandara basiki rekekekeria bosaka rapashandara basiki rekamasakara basiki raposheteria masaka rakaboshenderia bosaka rabashakara masibi karaboshekeriabo. Neno lolote lililoleta madhara kwenye familia, kwenye ndoa, Mungu ninatubu kwa damu ya Yesu, ninatubu kwa damu ya Yesu. Ndoa ambazo Bwana Mungu zimeleta maumivu kwa watoto, ninatubu kwa damu ya Yesu. Ndoa zote ambazo Bwana zimeleta uchungu kwa watoto, ninatubu kwa damu ya Yesu. Rabo shandara basiki rakakabo sekekeriabo shandara masaka karabo rekekekeria masaka rabo shenteria basaka raba. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ya Pasaka, damu ya Yesu ya Pasaka. Endelea kuomba hata kama una watoto, endelea kuomba hata kama una watoto, endelea kuomba. Roho Mtakatifu atawagusa huko waliko watakapokuja. Endelea kuomba, achilia damu ya Yesu. Rabo shatala basiki rekebo saka. Maombi haya ni akiba, maombi haya ni akiba, na yanafika kwenye kiti cha enzi, yanatunzwa katika ile madhabahu. Raba shandala basiki rekekebo saka raba shandala basaka kabo rekekekeria masaka ba rapa baba saka. Hata kama unamfahamu mtu ambaye alikataa akasema sizai tena kwa sababu familia imenichukia, ndugu wamenichukia, endelea kutubu, endelea kutubu. Rabo shandala basiki rekekekeria bosaka raba sebi shatala masaka bo rekekekeria masaka rabo shenderia bo. Damu ya Yesu ya Pasaka, 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 damu ya Yesu ya Pasaka. Rima shandala basiki. Damu ya Yesu ya Pasaka, damu ya Yesu ya Pasaka, hii ambayo Bwana inaondoa uchungu, inaondoa maumivu, inaondoa hasira, inaondoa kisasi. Raba shandala basiki. Damu ya Yesu inayonena maneno mazuri, Bwana ikafute kila maneno yaliyoachiliwa katika ardhi, katika anga, yakawabana watoto, yakazuia watoto wakashindwa kufanikiwa. Familia zingine wazazi wamewatukana watoto, wamesema una akili. Mungu tunafuta kwa damu ya Yesu, watoto wana akili. Wengine wamesema mjinga, Mungu tunafuta kwa damu ya Yesu. Rakabo shandala basiki rapo sekekeriabo shakara masiki. Walipoambia watoto una akili, na mtoto akakasirika, akawa anafanya vitu vya kijinga, shetani akaachilia ile roho ya kuumia ndani yake. Raba shandara basiki rekebo saka raba shanda. Mungu hakuumba mtu ambaye hana akili. Mungu hajawahi kuumba mtu ambaye hana akili. Watu wote wana akili, watu wote wana akili, watoto wote wana akili njema, watoto wote wana akili njema. Raba shandara basiki. Endelea. Sukuma mtu wa Mungu, sukuma maombi yako. Shakara masaka bo shenderia masaka rakabo sekekeria shatara basiki kiriabo rababa basaka ramasiki rekekekeria bo shatara masiki rakakakabo seki raba shandara masibi uriaba araba shandara masibi rekekekeria bo shatara masiki kiriabo shakakara masibi rababa basaka kara masibi
Shekeria masaka karabasili. Rabo shenderia bosaka. Rakaka kaboseke. Rimasaka karabashandarabasili. Robo seke keriama. Shandarabasili kiriabo. Shikarabasili. Ribo seke keriabo. Shakarabasili diabo. Rabo shenderia bosaka. Damu ya Yesu. 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 Rapa shakara basili. Rebo shenderi abasaka. Rabasaka karabasili. Rika basaka ramashanda. Rima mama sakara basiki. Rekebo saka. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu juu ya watoto. Maneno yote waliosikia kwenye masikio yao yakaleta madhara, masikio yakawasha, wakasikia habari mbaya. Damu ya Yesu ikapite, ikasafishe hayo masikio yaliyosikia habari mbaya, ikapenya mpaka kwenye nafsi. Rabashakara masili. Rekebo saka. Rabo shenderi abo saka. Rakakabo seke. Rimashakara basili. Habari mbaya yote walioisikia, rimashakara basili, walioiona, damu ya Yesu ikaweke pazia na kuondoa walichokisikia, walichokiona. Rimashakara basiki. Rakabo seke kekeriabo. Shandara basakara basili. Sheke kekeriabo. Ramama masakara basili. Sheke keriabo. Shandara basiki keriabo. Sheke keriabo. Sheteria masaka karabasili. Karaba shandara basiki keriabo. Shaka karabasili diabo. Sheteria masaka karabasili. Jesus. Rebo shenderia musaka. Rabo saka karabasili. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Shakara basiki. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Sukuma maombi. Sukuma mtu wa Mungu, sukuma. Rabo shenderiabo. Raba shakara basili. Riba saka karamasili. Rekekekeriabo. Shatara masikiriabo. Shekekeriabo saka. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Raba shandara basili. Rima saka karabasili. Rokoko koriaba. Raba bashandara basekekeriabo. Rekekekeriabo. Raba baba shandara basekekeriabo. Rakakakabo sekekeriabo. Rebobo sekekeria masakara basili. Raba baba sakara boseke. Rekekekeriabo shaka. Shandara basaka karabasili. Rabo sekekeriabo. Shekekeriabo saka karabasili. Orobo shenderia masaka. Rakakakabo seke. Rabo saka karabasili. Rabo saka karabasili. Rakabo sekekeriabo. Sheteriabo sakara basili. Shakara basili diabo. Shandara basili diabo. Shekekeriabo sakara basili. Rabo shakara basili diabo. Shenderiabo saka. Shekekeriabo saka. Shatara basike. Shekekeriabo saka. Endelea kusukuma maombi, sukuma mtu wa Mungu. Sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma. Sukuma, sukuma kila neno waliosikia watoto. Kila jambo lililoingia katika mioyo yao. Sukuma viachiliwe kabisa. Karaba shandara basili. Kukata tamaa, kuchoka, kuumia ndani. Endelea kuachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu usafisha kabisa kila neno ambalo limeachiliwa mahali popote. Damu ya Yesu ikasafishe. Ikiwa kuna mahali kumeandikwa maneno magumu, kuna mahali kumeachiliwa vitu vigumu, damu ya Yesu ikafute na kusafisha. Ikiwa pamechafuliwa na maneno, ikiwa pamechafuliwa na vitu mbalimbali,
damu ya Yesu ikasafishe kabisa ndani ya mioyo ya watoto, ndani ya nafsi zao, akili zao zikawe njema. Ikasafishe kabisa, ikasafishe kila kitu ambacho shetani ametafuta uhalali. Damu ya Yesu ikaondoe. Kama kimesababisha uchungu, damu ya Yesu ikasafishe huo uchungu uondoke. Huzuni, damu ya Yesu ikasafishe huzuni iondoke. Kukataliwa, damu ya Yesu ikasafishe kukataliwa. Chochote ambacho kimeachiliwa ndani ya mtoto, rakapasakala masiki, rekeposakala masibi, rebashandara masibi, rakabosekekeriabo, shantara masikeriabo. Ya Yesu, ya Yesu, iyo damu ya Yesu usafisha kabisa. Kwa sauti moja mwambie, damu ya Yesu, damu ya Yesu, shekeria basakara bas, ya Yesu, iyo damu ya Yesu, ya Yesu, usafisha. Hebu rudia tena kwa sauti moja, sema kutoka ndani ya moyo wako, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha, usafisha kabisa. Na sisi tunaimba haleluya, na sisi tunaimba haleluya, haleluya kwa Bwana. Na sisi tunaimba haleluya, haleluya kwa Yesu. Na sisi tunaimba haleluya, asifiwe, asifiwe Mungu. Na mimi ninaimba haleluya, na mimi ninaimba, na mimi ninaimba haleluya, moyo wangu unaimba haleluya, na mimi ninaimba haleluya, oh, na mimi ninaimba haleluya, na mimi ninaimba haleluya, usifiwe, usifiwe Mungu. Na mimi ninaimba haleluya Bwana Yesu, na mimi ninaimba haleluya, 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 na mimi ninaimba haleluya, 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 na mimi ninaimba haleluya, usifiwe, usifiwe Mungu. Oh, damu ya Yesu Bwana, damu ya Yesu, oh, damu ya Yesu, shekeria masakara shekeria masakara masikiria, shekeria masakara masikiria, usafisha, usafisha kabisa. Oh, damu ya Yesu, 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 oh, usafisha, usafisha, usafisha kabisa. Na mimi ninaimba haleluya kwako Yesu, mimi ninaimba, moyo wangu unasema haleluya, haleluya. Mimi ninaimba haleluya, haleluya, na mimi ninaimba haleluya, oh, usifiwe, usifiwe
imba haleluya, na mimi ninaimba haleluya, na mimi Yesu, na mimi Yesu, na mimi Yesu, haleluya, haleluya Yesu, oh haleluya, haleluya Bwana, usifiwe Mwokozi, usifiwe Mwokozi. Na mimi ninakiri umshindi Yesu, na mimi ninakiri umshindi Yesu, na mimi ninakiri Yesu umshindi Yesu. Yesu usifiwe, usifiwe Mwokozi wangu. Moyo wangu unasema haleluya kwako Yesu. Moyo wangu unasema haleluya kwako Yesu. Shekeria masakara masiki, rabo sheteria masakara masiki, shekeria masaka.